Dada, Bwana Yesu asifiwe. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ningependa kujua nini kinaendelea hapa leo. Siku ya leo tarehe 7 mwezi wa 6 ni siku ambayo tunakwenda kuwa na tukio kubwa la uzinduzi wa nyumba ya mchungaji, ambayo kwa lugha nyingine tunasema nchi ya ahadi, the promised land. Kwa siku ya leo ni sherehe ya uzinduzi wa nyumba ya mchungaji, au unaweza ukasema nchi ya ahadi. So ningependa kuwakaribisha wote kwenye hilo tukio. Kuna watu mbalimbali ambao tumeshawakaribisha kama wachungaji pamoja na waimba kwaya na watu mbalimbali katika makanisa mbalimbali, lakini pia hata majirani ambao wanatuzunguka. So kuna watu ambao wametoka mikoa mbalimbali, wamepanda magari, wamekuja hapa, wamepanda ndege. Kwa hiyo ningependa kuwakaribisha wote katika tukio letu la leo. Ni tukio la baraka tele kwa sababu utakaposhiriki hapa, kwanza utapanda mbegu. Utajifunza pia vingi kutokana na kile ambacho tutakwenda kufanya katika siku ya leo, kwa sababu kuna ushuhuda ambao utatolewa, zipo shukrani ambazo zitatolewa ambazo najua zitawajenga watu kwa namna moja au nyingine. And by the way, katika ile tukio tuko na these t-shirts kama mnazoziona, zimeandikwa The Promised Land au Everlasting Possession. And tukiangalia katika kitabu cha Genesis 17:8 ambayo ni Mwanzo 17 mstari wa 8, tunaona jinsi gani Mungu alivyowaidia ahadi wana wa Israeli. Karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina yangu naitwa Rachel Nyankole. Ni mama mchungaji wa kanisa la The Church of God hapa Tuangoma. Siku ya leo ni siku nzuri na ya furaha sana kwangu, lakini pia na kwa waumini wote wa kanisa la The Church of God la Tuangoma. Ninayo furaha kuwakaribisha ninyi nyote nao nitazama hapa katika siku ya uzinduzi wa nyumba ya mchungaji, lakini pia katika process ya nchi ya ahadi, ambayo nchi ya ahadi hii inahusiana na swala la kujenga kanisa, kuboresha kanisa letu. Lakini tunazo t-shirt kama hii unayoiona hapa, na t-shirt hii unaweza kuipata kwa shilingi 50,000. Unaweza kuiona ni bei kubwa, lakini 50,000 yako ni kwa ajili ya kuchangia maandalizi ya kurekebisha kanisa letu. Kwa niwakaribishe sana popote mlipo majirani, ninawapenda sana na nafuraha sana, karibu tujumuike pamoja. Napenda nizungumzie kidogo kwa habari ya nchi hadi, kwani tumetengeneza t-shirt kama hizi afu zimeandikwa The Promised Land. Kitu hiki tumepata katika Biblia, ambapo tuliona Mungu alikuwa akiwaambia wana wa Israeli kwamba ninawapeleka katika nchi ya ahadi, nchi iliyojaa maziwa na asali. Manake ni sehemu ambapo alikuwa anaenda kumiliki. Lakini hawakwenda tu kumiliki. Ninachojua kwamba walioelekezwa kwenda katika nchi ya ahadi walikuwa na nguvu na walikuwa na akili na walikuwa na uwezo sana. Mungu hakuwapeleka watu katika nchi ya ahadi wasiokuwa na akili na wasiojiweza. Kwa tunaamini kabisa kwamba tunaweza, na tunaamini tutashinda, na tunaamini tunaimiliki nchi ya ahadi vile ambavyo Mungu ametaka tukamiliki hata sasa. Asante, ninawakaribisha na nawapenda sana. Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Nikipenda kujua majina yako, kanisa pia unalohudumu, lakini pia nini kinaendelea siku ya leo. Asante. Mimi naitwa mchungaji Elisha Pilos, na kanisa langu ambalo nahudumu ni The Church of God of Tanzania. Lakini kwa sasa nina program ambayo inaitwa Nchi ya Ahadi, kama ambavyo unaona imeandikwa The Promised Land. Vile vile katika Mwanzo sura ya 17 mstari wa 8 kama ambavyo inaonekana hapa, inasema nami nitakupa wewe nchi hii pamoja na uzao wako, nchi ya Kanaani kuwa miliki yako ya milele. Sisi tunalenga kuwa na kila kitu ambacho ni miliki yetu wenyewe ya milele. Leo tuna programu ya uzinduzi wa kanisa, uzinduzi wa nyumba ya mchungaji ambayo tumejenga, na kiwanja tumenunua kwa gharama zetu, na tumeweza kujenga nyumba ambayo Bwana ametuwezesha kuijenga. Sasa hii ni hatua ya kwanza ya nchi ya ahadi, lakini hatua ya pili tunataka uwanja mzuri na mkubwa kabisa wa kanisa ambao utakuwa uhuru kwa kuweza kufanya huduma vizuri na kupanua mipaka. Ndio maana tunaita kampeni ya nchi ya ahadi, kwa sababu tunataka tupate kila kitu cha kwetu binafsi na tuweze kupanua huduma
Kwa hiyo tumeanzisha programu ambayo unaweza ukachangia huduma yetu au huduma yangu kwa namna ya kununua t-shirt kama hii. T-shirt nzuri ambayo itauzwa kwa gharama ya shilingi 50,000. Utapata t-shirt lakini utakuwa umeweza kuchangia fedha katika kampeni ya kwenda nchi ya ahadi. Tutapata eneo, tutarajia kupata eneo la kanisa, kiwanja kikubwa tununue, tupige hema zetu, tujenge, tutaanzisha huduma yetu binafsi ambayo tutapata jina ambalo Mungu anatuelekeza kutupa, ambao tutalileta pale mbele baadaye. Kwa hiyo mimi nikawa fupi kujitambulisha, ninawakaribisha katika kampeni yetu na mtunge mkono, na unaweza ukachangia kwa kila siku. Mfano kwa kila siku kaamua kuchangia shilingi 1,000. Ukiamua tu kutoa kwa kupanda mbegu, kwa mwezi utakuwa umechangia shilingi 30,000. Kwa hiyo ukiangalia ni pesa ambayo utakuwa umechangia, lakini umepanda mbegu kwa Bwana. Kwa hiyo unaweza ukawa unachangia kwa kutoa shilingi 1,000 kila siku, au kaamua unachangia vile vile mchango wa pili kwa kutoa shilingi 10,000 kwa mwezi, na tutatoa zawadi mbalimbali ambazo tutazitoa kwa wale wachangiaji. Na unaweza ukaanzisha mpango wa kuchangia wa chini ya shilingi 50,000 ambao tutatoa zawadi mbalimbali kama saa ambazo zina nembo ya nchi ya ahadi, saa za mkononi na vidani mbalimbali. Na wale ambao watachangia kuanzia zaidi ya 100,000 watapata tuzo mbalimbali au prizes mbalimbali kama saa za ukutani na vitu mbalimbali ambavyo vina nembo ya nchi ya ahadi. Kwa hiyo ninamwalika kila mmoja ambaye anapendezwa na kampeni hii, anataka kujenga huduma, akaribie pamoja nami ili kwamba tuanzishe safari ambayo inakwenda nchi ya ahadi. Tunataka tutoke Misri tuelekee nchi ya ahadi. Kanani ni njema, tunaambiwa kuna maziwa na asali. Ile maziwa na asali, twende pamoja katika hii safari tukayaone na tukafurahie mema ya nchi ambayo Bwana anataka tupeleke, ambapo ni nchi ya ahadi, Kanani. Tuwe vile vile wito na pongezi kwa kila mmoja ambaye ameweza kuandaa mazingira haya, kama ambao unaona nyumba hii ambayo ni mchango wa kila mmoja katika jitihada za kuhakikisha mazingira yanakaa vizuri na maandalizi yanakaa vizuri kwa ajili ya zoezi la uzinduzi wa nyumba siku ya leo. Leo tunafanya uzinduzi mkubwa kabisa wa nyumba ya mchungaji, na ukiwa ni mwanzo wa huduma ya nchi ya ahadi. Na baada ya hapo tutaelekea katika programu za kwenda katika kutafuta kiwanja na kwa ajili ya kutafuta miliki zetu wenyewe. Kwa hiyo karibu katika uzinduzi wa nyumba ya mchungaji siku hii ya leo, ambao tutafanya kuanzia saa 8 kamili mpaka saa 12 kamili jioni. Itakuwa ni ibada ya uzinduzi pamoja na kuweka wakfu, na leo kabisa nitaanza kuishi katika nyumba yangu hii, kwa sababu nyumba yangu ya kwanza ilikuwa ni nyumba ambayo haikuwa ya nchi ya ahadi. Ilikuwa ni nyumba ambayo ilikuwa nakaa iko Misri. Kwa hiyo nimeamua kutoka Misri ninakuwa na nchi ya ahadi. Kwa hiyo karibu pamoja na mimi tuelekee safari ya nchi ya ahadi. Asante sana ndugu mwandishi. Hallelujah. Umbali nimefika, si kwa nguvu zangu, si uwezo wangu, Bwana amefanya. Hapa nasimama, si kwa nguvu zangu, si uwezo wangu, Bwana amefanya. Umbali nimefika, si kwa nguvu zangu, si uwezo wangu, Bwana amefanya. Hapa nasimama, si kwa nguvu zangu, si uwezo wangu, Bwana amefanya. Nimeona nimeona
familia yangu kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimtambulishe kwenu mama mchungaji ambaye ni mke wangu. Atasimama, atapunga mkono pale alipo. Baba yangu mzazi naye siku ya leo amesafiri kutoka Arusha mpaka kuja hapa. Unajua dada zangu ambao wameweza kufika siku ya leo, Iradi hapa mdogo wangu wa mwisho, unaweza ukasimama ukapunga mkono. Iradi Pilos, alafu kuna dada yangu mwingine ametokea Kimara. Kwa hivyo namfahamu, tulikuwa katika ile sherehe ya kumwaga Caroline. Ilienda vizuri sana, ambaye mdogo wangu. Baada hapo naomba niwatambulishe vile vile viongozi wangu wa kanisa. Naomba viongozi wa kanisa katika huduma. Ukiona kanisa la kwenda vizuri, mambo yanakwenda vizuri, kuna watu nyuma yangu ambao wameshika mkono wakihakikisha kila kitu kinakwenda vizuri. Naomba nitambulishe katibu katika Rola. Unaweza kupunga mkono. Bwana Yesu asifiwe. Uli katibu. Viongozi wengine wa Debora, mzee wa kanisa yuko hapa. Hivyo ni kiongozi wa kina mama. Bwana Yesu asifiwe. Mzee wa kanisa mwingine huyu hapa, pia vile vile ni kiongozi wa maombi, anaitwa Catherine. Bwana Yesu asifiwe. Catherine, punga mkono mkono. Bwana Yesu asifiwe. Kiongozi mwingine Samarita, ambaye vile ni kiongozi wa maombi na vile ni shemasi wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Apunge mkono. Wengine wako wapi? Wengine wengine pale. Edson, punga mkono kule. Wengine mwingine kule kwenye mziki pale. Christopher, punga mkono pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni viongozi. Majirani, simameni basi tuone majirani. Basi kanisa waliosalia kule, wana kanisa, washirika wa kanisa waliosalia kule, upunge mkono. Haleluya. Hana washirika wa mahali hapa. Mimi naomba nifanye utambulisho wa message ya viongozi wa serikali ambao walinipa uzuru, lakini wanaweza wakaja baada ya muda kidogo akiwa wamechelewa vile vile. Lakini naomba nimalize utambulisho huko high table. Bwana Yesu asifiwe. Naomba pekee kabisa nitambulishe na mtu baba mkwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alikuwa karibu na mke wangu na ambaye alihusika kunilea kiroho, anaitwa Meki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tuna watumishi wa Mungu wengi sana. Nikiangalia kule kwangu kuna mtumishi wa Mungu Osmonda. Bwana Yesu, Mungu akubariki sana. Vile vile Mungu Zakaria pamoja na mke wake. Naomba wasimame tupungie mkono. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna watumishi wengine ambao wapo huko na hawajapita huko mbele, naomba wapite mbele. Mimi nikakuacha tafadhali. Nadhani huko hawapo tena. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nimalize na kutambulisha watumishi wa Mungu wake. Mungu awabariki sana. Tunafurahi sana uwepo wenu na ni baraka kubwa sana kuwa nanyi katika siku ya leo. Mr. and Mrs. Manase. Mungu awabariki sana. Ratiba yangu inaniambia utamkachemwa kwa ajili ya kuweza kumtambua vile vile na kuendelea katika ratiba nyingine ambayo inatuleta saa 3:41 mpaka saa 10:10 ambapo neno la uzinduzi. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana, mshangilie Bwana wakati mtumishi wa Mungu anapita mbele. Haleluya. Karibu sana. Amen. Na ni mchungaji pia ni mwangalizi wa makanisa ya MPCT hapa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Tunapatikana hapa Zakim kwenye eneo wanaita Kibonde Maji A, ndipo makao makuu ilipo.
Lakini wakati nakwenda kuanza, namshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, baba yangu Meki. Nimekazia sana hapo kwa sababu kuna wengine huwa hawajui kutambua kile ambacho Mungu amefanya kupitia mtu fulani kwenye maisha yake. Usifiche. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana. Hiki kiwanja amekinunua kwa imani. Sijui historia sana ya nyumba, lakini kiwanja nafahamu. Mimi tukiwa hao wawili, kila pembe ya kiwanja tukaweka mafuta, tukatamka kitu, na kipindi hicho hana hela. Umenielewa? Sasa tangu tulipoomba tukasema na ijulikane kwamba Mungu upo, milango ilianza kumfungukia. Hatimaye tangu siku ile nakuja nakutana na Mungu. Shangilia Yesu kwa ajili ya hilo. Sasa najua huenda ni sababu kuu iliyomsukuma kunifanya mimi niwe msemaji siku ya leo, kwamba ninafahamu kile Mungu kwa sehemu amefanya kwenye hiki kiwanja. Haleluya. Kwa hiyo niseme Mungu akubariki sana. Imani uliyoinua tuna kila sababu ya kuielezea kwamba imezaa kitu gani, ili na wengine waanze kujua imani inalipa kiasi gani. Yesu asifiwe. Imani ni mtaji. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Anasema akisitasita sina furaha naye. Sasa ukiamua kuinua imani jangwani, inua. Unajua kuna miti kwenye jangwa huwa ina stawi hata kama kuna jangwa. Tunakubaliana? Sasa wewe Mungu anayajua makazi yetu, au Mungu anajua mahali tunapoishi kuliko unavyopajua wewe. Mungu alitangulia kupajua, na hapa tunasema ni Mungu amempa. Kwa hiyo Mungu alianza kwenda kupatafuta. Achana na swala la kupaomba kwanza, weka mbali huko. Mungu alianza kwenda kupatafuta, akapanunua. Haleluya. Halafu amemletea mtoto wake. Sasa kila jaribu, kila changamoto iliyoinuka kwenye kupata kwake ni fundisho la Mungu kwa huyu mhusika, kwamba aweze kuona ukuu wa Mungu jinsi anavyotetea watoto wake. Ujapiga makofi wewe, uelewe ninachosema. Kisima Mungu amenileta sio kwa sababu tu ya kukaa, kuna kazi amenipa. Haleluya, haleluya. Unaweza kuelewa, anakupeleka mahali fulani kwa sababu ya kazi fulani. Ameona adui ameweka makazi yake hapo, lazima yeye atumie mtu wake kwenda kufanya mapinduzi ya kile kiti. Unanielewa vizuri? Mungu anaona ni makazi ya shetani, ni namna gani hapa pasiwe tena makazi ya shetani. Lazima niinue mtu ambaye atanielewa kwenye maelekezo yangu. Nikimwambia fanya hivi, atafanya, na itakuwa ni njia ya mimi kuteka kile kiti cha yule mwovu shetani. Unanisikia vizuri? Huyu Mungu wakati anakuchukua, anakupeleka pale. Ukitazama kwenye maono, kuna wakati unaweza kusema Mungu, kwa nini umenileta hapa? Ukisha sema hivyo, subiri vizuri zile sababu za Mungu. Ninamwambia Mungu nataka nihame, Mungu anasema usihame. Anapata faida, unanielewa? Unanielewa? Anapata nini? Faida. Kuna maelfu hapa wameachiliwa kwa kukaa kwangu hapa, na kila asubuhi anahakikisha ananipa mzigo wa kuombea hiki kisima. Sasa unaona jamii imekamatwa, lakini kuna eneo dogo, huenda ni kisima, huenda ni mtu. Ufunuo sura ile ya 2, usomee kwenye mstari wa 13 A na B. Wewe mstari usomalize. Nipe A na B tu.
kitabu cha Ufunuo sura ya 2. Ndio. Ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Biblia inasema nawe walishika sana jina langu. Hebu kama unapajua unapoishi. Unaelewa? Ninapajua unapoishi. Anasema ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Hapo unapoishi. Jamani, nashtua tu. Haleluya. Hapo unapoishi, Mungu anasema hapo ndipo napo ni makazi ya nani? Ya Shetani. Tena sio makazi tu, ni makao makuu. Vurugu zake huwa zinaanzia hapo. Haleluya. Halafu anasema hapo unapoishi wewe. Sikiliza, lengo langu hata kabla sijaendelea, ninataka uelewe, wakati unahamia, unanunua kwenye eneo lolote ambalo unajua kwa kweli wakati linaumba hukuwepo, usiamie tu. Mwalike Mungu hapa. Watumishi, Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio pointi yangu, ndio nyama yangu, nataka tuitafune leo. Wakati unahamia, wengine wanaweza sielewe kuhusu ibada ya leo, akaona ni kama majivuno fulani, sio, nielewa. Wengine wanaweza kaisi ni kama jamani, yani ni wa kwanza kujenga. Lakini kuto kufanya ibada kama hii imekuwa sababu ya matatizo mengi kwenye familia zetu. Kuto kupaka mafuta, kuto kumwalika Mungu kwa urasmi kwenye nyumba ambayo Mungu ametumia gharama kuliko hizo fedha unazosema wewe umenunua. Unaelewa? Kuna fedha ya Mungu achana na fedha hii ya kawaida, alisaitumia kupanunua. Haleluya, haleluya. Lakini akalipa gharama. Wakati unatafuta hela ya kununua hapa, yeye akaenda kwa bosi wako kule, akahakikisha unapata hela vizuri. Hapo hapo unapopata hela vizuri, kuna watu wapate hela vizuri, ili uje ulipia hapa. Na akasema hiyo fedha na dhahabu wewe unayotafuta ni mali yangu mimi. Sasa maana yake wala ulicholipia hapa vyote ni kazi ya Mungu. Haleluya. Halafu siku unawaambia, unataka kuonyesha kiburi kwa watu kwamba ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, mimi ni mjanja. Lakini mwenzetu anajaribu kututafsiria, si mimi ni nani? Hiyo ndio pointi ninayoiona. Sasa umetuhubiri vizuri sana. Ninapajua ukaapo nipo mahali pa kiti cha enzi cha Shetani. Leo amke vizuri. Unasikia? Lakini kitu ambacho Mungu alinifanya wakati unaambia kwenye nyumba yoyote ya kupanga, muulize Mungu. Hello. Muulize nani? Mungu akaniambia acha kazi. Hafu ndo nimeoa. Nashukuru Mungu unanifahamu. Wakati ninaokoka mimi nimefilisika. Nimeuza nyumba, nimeuza viwanja, kutunza familia siwezi. Nashukuru Mungu anaweza kutunza familia nyumbani. Wakati nilirudisha na familia nyumbani, mwanangu yuko Mungu anatembea na mtu ambaye anaomba. Ukija kwa Mungu ni tajiri. Ukija kwa Mungu ni tajiri. Tajiri tunaye mmoja tu, sio? Fedha ukudai nimeomba kwa nani? Nguo nilionayo juu nimeomba kwa nani? Kinadamu yupo ninayemtegemea kwa nani? Tukiona nyumba, ujue hii nimeitoa wapi? Lazima wewe mtu unayemuomba kwa nani? Alafu Mungu akakufanya kuwa mfano wake. Wow.
Unajua pale kuna mtu anamtamkia yaani kila silaha itakuwa juu yake, sio juu yake. Juu yake ni tamko analitamka juu ya mtu. Hapo nasema kila ulimi utakaoinuka, yote lingine panasema ukanena. Si kweli? Kitu chochote kinyume na kile tulichotamka hapo. Anasema katika hukumu huyo jitwalie hukumu. Haleluya, haleluya. Hiki tunachokifanya hapa, akawepo mtu anayekuja kinyume na hiki tunachosimika hapa, hii baraka tunayotamka hapa, huyu mtu kashaji hukumu mwenyewe kwa jina la Yesu. Sasa wewe sasa tutoke huko. Ikiwa huyu anajipulizia mafuta ya kishetani, unaelewa vizuri? Ili mambo yake yaende, wewe una mafuta gani yanayokuunganisha na mbingu? Umesikia vizuri? Lazima hapa tumimine mafuta, unanielewa vizuri? Ambayo Mungu akisikia hawezi kuvumilia kukaa kwetu. Hivi unanielewa vizuri hapo? Mungu hawezi kuvumilia ile harufu. Yaani kuna sadaka ilitolewa na Mungu. Mungu aliposikia ile harufu, unanielewa? Kujizuia kubariki. Yaani alichinja Ibrahimu pia. Alipochinja ile sadaka, wakati imeshapigwa, halafu ile harufu moshi unaenda. Mungu aliposikia akasema, naapa katika kukubariki nitafanyaje? Nitakubariki. Harufu ni sauti. Hawezi kujizuia. Kupitia sadaka hii, nataka nikwambie tumechinja. Hii ni harufu yetu, ni mafuta yetu. Unanielewa vizuri? Tumechinja. Mungu ataitazama, atasema na hapa kwa jina langu katika kupalinda hapa nitapalinda. Maana harufu itakayonena hapa sio harufu faida. Bwana akitazama ataona kama nyumba za wengine itakuwa nyumba ambayo ina harufu njema. Haleluya. Naomba nitumie dakika 2 nikufundishe namna ya kuikomboa ardhi. Wakati Kaini amemuua ndugu yake Habili, Mungu anapopeleka adhabu kwa Kaini, anaanza kuitamkia ardhi. Anamwambia Kaini, nchi imelaaniwa kwa ajili yako. Anaposema nchi anamaanisha ardhi. Haleluya. Kuna mtu mmoja wakati Mungu anamkataa katika ukoo wake, anaiambia nchi hatafanikiwa. Yeye na uzao wake wote, anailaani nchi. Mafanikio yote ya mwanadamu hugamanishwa na nchi. Nchi inapolaaniwa, hakuna bidii yoyote ya mwanadamu ambayo ataifanya kisha ikampa mafanikio. Amen. Takumbuka kwamba hii ardhi unayoikanyaga inajua taarifa zako zote. Amen. Ninatamani tunapokwenda kuiombea nchi, ujue pia na namna ya kwenda kuikomboa nchi yako. Watu ambao huwa wanapeleka udongo mahali na mahali, wanaambatanisha na vitu, wanakuja kuweka kwenye ardhi yao. Halafu unaenda kuangalia kwamba ardhi ikaja ikanena mema. Na kuambia kwa kweli, ndani ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, hicho unachofanya kinakuja kuila familia yako kizazi cha 4. Wakati watoto wako hawajui nini kilifanyika, ulifanya agano na ardhi ambalo litakwenda kumaliza familia yako. Wakati ule ambapo unaona ni kama vile kuna matokeo fulani yanatokea, ndio wakati ambapo Ibilisi anafunga kizazi baada ya wewe. Haleluya. Angalia, ukienda katika Zaburi ya 46, wakati Daudi anaomba baraka, anasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada uonekanao tele. Wakati gani? Wakati wa mateso. Hivyo hatutaogopa nchi itakapofanya nini? Ijapotetemeka. Amina. Kumbe namna yoyote ya mwanadamu kufanikiwa au kufeli, kumbe ungamanishwa na nchi. Amen. Amen. Sijajua nchi yako na mambo, nisichukue muda wako mwingi. Inua mikono yako juu kwa imani kutokea kweli mahali hapa na kule unakoelekeza hiyo imani yako. Katika ulimwengu wa leo hakuna umbali.
Twende pamoja. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ongeza sauti yako. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninaishika ardhi hii. Ninaishika maana katika hii ndipo nilipotwaliwa. Na uliahidi ya kwamba katika hii nitarudi kwao. Baba, kwa imani ya moyo wangu na akili zangu na nguvu zangu, unaposhika ardhi hii, ninatangua kila maagano yaliyowekwa kwa neema na sadaka. Bwana, kinywa changu kitanena makuu juu. Baba, unavunja, unaharibu, unabomoa kila ufalme iliyojengwa kwenye ardhi inayoimiliki pamoja. Huo haumevunjika tangu sasa, tangu agano la kale hata sasa. Basi ziende zikafungue baraka zao zilizobaki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Naomba nikupe ushuhuda mmoja. Wakati naomba nilikuwa na zibariki funguo hizi, nami ninawakabisha wakabidhi wa nyumba, karibu mshike funguo zao. Mungu mtakatifu, tazama funguo hizi ziende zikafungue baraka. Kama nilivyoinua mikono yao juu, Mungu wa rehema, maisha yao yaende yakainuliwe katika uchumi, katika afya na katika furaha. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, Mungu nimeomba nikiamini. Amen. Asante pia kwa ajili ya mkasi huu ambao Mungu wa rehema anaenda kukata utepe. Mungu, ule utepe utakaokatwa, ukate vita zote zikaanguke chini katika ulimwengu wa roho, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu nimeomba nikiamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda hatua nyingine nzuri. Wakati tunakwenda kwenye kukata utepe, ninaomba mtumishi wa Mungu missionary ai tutusaidia kwenda kutuongoza kwenye hili tukio na mama. Lakini pia nimwombe mzee wangu, karibu tamke kitu kupitia Isaka. Tuombe. Baba mtakatifu, Bwana uketie mahali pa juu, wewe Mungu uliyeumba mbingu na nchi na ukatuumba sisi ili tuendelee kutumikia kwa upendo wako na kwa uwezo wako. Mungu wetu, tumetoa sadaka zetu, na hata tunapotoa sadaka zetu tunakuwa na maneno ya kuweza kunena ili Mungu uweze kutubariki. Tazama kupitia sadaka hizi, maana wewe ndio umetupatia nasi tunakurudishia. Tunaomba Baba, kadiri tunavyoendelea kutoa na kukuabudu wewe utujibu. Maana tunaona maandiko yanatuonyesha wazi kwamba katika kuomba wewe na kutoa sadaka ndipo tunapopata kibali mbele zako, tukimwangalia Kornelio ambaye alikuwa mcha Mungu na akikuabudu na akitoa sadaka sana. Mbariki kila mmoja aliyeonyesha mkono na kuweza kutoa ili Mungu mwezeshe katika jina la Yesu. Kupitia sadaka hizi tuone utukufu wako na baraka zako katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu tunaomba na kuamini. Amen. Tuonyesha tunaitamkia wewe sababu ya kupata nyumba nyingi sana na nje ya mji huu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sisi wengi utaratibu tulikuwa hatuna, tumekuja kujifunza hapa. Mungu atatumia kama mfano ili na wengine waanze kuiga, kwa sababu ni kitu Mungu atatumia kama kujivunia. Sawa Sasa Mungu amekufungulia mlango katika jina la Yesu. Sasa mtumishi wa Mungu missionary wakati anakwenda kutusaidia pale, anza kuona kuna mageti mengi, pepe hizi zinafanya hivi, zinakata. Karibu sana missionary, tuongoze. Na tena utasikia kusema Tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka 2026 tumekuja kudedicate hiyo nyumba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu wetu ambayo alikupa hiyo nyumba na ardhi hii
kwa mtumishi wake, na katika jina la Yesu kama mtumishi wake na watumishi wengine tunafungua hiyo nyumba katika jina la Baba, Bwana na Roho Mtakatifu. Wote tusema amina. Amen. Nabidi nafungua, lakini wakati wa shida umekuwa nuru kwangu, wakati wa giza umekuwa nuru kwangu, wakati wa njaa umekuwa shibe kwangu. Baba nitakusifu, Baba nitakuimbia, nitakusifu, nitakuimbia, Baba nitakusifu, Baba nitakuimbia, nitakusifu, Baba nitakuimbia, Baba nitakusifu, Baba nitakuimbia. Wameingia salama, wameingia kwa uzima, na hawatakufa ndani ya nyumba, maana wataishi. Mungu atawainua kutoka hapa, Mungu atawapeleka kwa nyumba kubwa, jengo kubwa zaidi ya hii, na hapa itakuwa better. Na wakati Yakobo alipofika hiyo eneo, hapo Mungu anaishi mahali ambapo amani umeingia hapa kwa amani na ushindi. Utukufu wake, chapia Yesu. Haya ni makofi ya mwenye nyumba. Chapia Yesu makofi kwa ajili ya utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. Chapia Yesu makofi. Haya ni makofi ya mwenyekiti. Chapia Yesu makofi. Haya ni makofi ya mwenyekiti wa mtukufu kwa ajili ya utukufu wake. Na mama nisikie vigelegele kwa ajili ya utukufu wa Yesu aliye hai. Bwana Yesu akubariki. Tumishi Daniel alipokuwa unaendelea, nilitamani uendelee tena na tena, lakini kwa sababu ya muda hatuna jinsi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana. Huduma yako ni pia nikushukuru mtumishi Pilosi, Mungu akubariki sana. Kupitia wewe Mungu alichokifanya mahali hapa, kuna kitu umetufunza wengi.
Bwana Yesu asifiwe. Tunapotoka mahali hapa tusiokuwa na viwanja, kuna kitu Mungu anataka kutugaia nini tuanze tufanye. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka kuanza ujenzi, kwanza wanataka kuweka mapaa, lakini Mungu anasema ukimaliza inshallah hii kwamba na sisi tufanye kama hivi ambavyo imefanyika leo. Kwa hiyo leo kwa akili za kibinadamu unaweza kuchukulia kawaida tu ulipofika mahali hapa, lakini ibada ilipoendelea mahali hapa kuna kitu kikubwa umekipokea. Bwana Yesu asifiwe. Binafsi nimepokea kitu kikubwa kwamba nimejua kwamba wapi nianzie na wapi nimalizie kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa sababu wenzetu huko wanafanya vitu vingi sana kwenye majumba yao. Sisi ni nani mbele za Mungu? Ni wakubwa zaidi ya wao. Bwana Yesu asifiwe. Chapia Yesu makofi mahali hapa. Basi ratiba yetu tuko mti mzuri ambao tunaingia katika zawadi na kumpongeza mtumishi wa Mungu Pilos. Bwana Yesu asifiwe. Mke wake na yeye utasimama mahali pale. Basi utakuja kumpongeza na ukiwa na zawadi, au kama kuna kikundi chochote kenye zawadi, basi tuonane ili niwakaribishe mahali hapa kwa ajili ya kumpongeza mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kwenda kumshika mkono na kumpongeza pia. Pongezi yako wewe itampa yeye kuendelea, na sio yeye tu, hata wewe pia itakupa kuendelea kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Basi niwasimamishe mama na mama mchungaji Pilos hapo mlipo. Karibuni watumishi wa Mungu kwa ajili ya kuona zawadi, pia nikaribishe kwa ajili ya zawadi, na kama kuna kikundi basi tuonane pia. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni jamani. DJ wa Yesu ninaomba. Bwana Yesu asifiwe. Sina maneno, ila kwa kupitia Pilos nimekuwa kama balozi, ni shuhuda kamili, kwa sababu alipokuwa analia huyu mama nimeumia, nimekumbuka mbali. Hawa ni watu ambao nimeishi nao toka mwanzo tukiwa Kongoe. Mtumishi Pilos tumehangaika naye sana. Mara ya mwisho alikuwa na mtoto Kim, siku 7 amezaliwa, mimi ndio nilikuwa namlea huyo mke wake. Akaja usiku saa 3 akasema, bwana nimefukuzwa kodi pale, natakiwa nipewe kodi 300. Naomba unisaidie hela. Nikamwambia sasa nitapata nusu, labda 1,500,000, sina hela. Akasema sasa tutafanyaje na mtoto bado mdogo? Nikamwambia sikambembeleze. Ila huyo mama nadhani hakumuelewa kabisa. Sasa nilichojifunza tu kwamba pamoja na matatizo yetu yote, kumbe Yesu wewe ni mkubwa kuliko matatizo yetu. Amen. Kwa hiyo sasa inawezekana kabisa watu wanashangaa kwa nini wanalia, ila mimi ni balozi mkubwa kwa hawa wenye maisha yao. Na ndio maana leo nilisema hata ikiwa vipi lazima nifike. Mimi ni Mnyiramba, ni ndugu yake na Pilos, ila tunapoishi ni kama washikaji. DJ lete mziki kwa ajili ya kumsindikiza mama. Chapia Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Mama, Mungu akubariki sana. Kanisa la mchungaji Pilos. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia Yesu amemwambia kwamba Pilos nimekupa kondoo uchunge, kondoo ni wao wanaingia sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema inawezekana. Kitu ambacho amekifanya Mungu kwa baba yetu kitie. Na hii zawadi itakuwa imetoka China. Hii zawadi itakuwa imetoka China hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aisee, mama na mambo makubwa sana. Kabisa. Mchungaji, watoto wako wanakupenda. Mama mchungaji, watoto wako wanakupenda. Unajua tafsiri ya kupenda na watoto? Ujipange kwa kweli. Na kujipanga kwako mkulia wote ya kuwalea watoto hawa. Mungu amekupa na Mungu ana utukufu nao. Tukamlaki Yesu tulioko mahali hapa mawinguni. Hilo ndio Yesu analitaka tu katika maisha yetu. DJ
wajanja sana. Bwana Yesu asifiwe. Wamejua kabisa nyumba mpya inaendana na mapanzia mapya. Chapia Yesu makofi kwa ajili ya mama hawa. Chapia Yesu makofi kwa ajili ya mama hawa. Basi naomba tukae vizuri, tupige picha pamoja. Tukae vizuri, tupige picha pamoja kwa ajili na baba yetu na mama yetu pia. Mmependeza sana. DJ naomba wimbo kwa ajili yangu. Wamejua namna gani watoto wao wanavyopenda. Bwana Yesu asifiwe. Basi wakati mwingine tena baba anakuja mahali hapa. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nilipokuwa nakuja hapa nikawa nafikiria, nikakumbuka wakati mimi nilijenga mwaka 2000 ambao ndio tukahamia sasa kwenye nyumba yangu kabisa. Nikakumbuka wakati najenga nikaishiwa kila kitu. Mimi nanunua bati tu, simenti, alafu siku namaliza hata chakula hakuna. Sasa nikasema nibebe mahindi yako ndani, bebe 3 ya mahindi pamoja na lita 5 za mafuta ya mboga. Nikasema sasa hii watanunua dagaa, wataendelea kula siku zinaenda. Ndio hiyo ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asante mtumishi wa Mungu, ubarikiwe. Na mimi kuna watu wengine wanajiuliza ile ni nini, kama ifunguliwe tu mama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mama anatoa machozi. Sio mchezo, sio jambo rahisi. Ukiona mtu analia, anakumbuka mengi. Nimesimama pale nikasema hapana. Mimi ni mzee wa kanisa wa mchungaji Zakaria. Nadhani mama ananifahamu vizuri. Tunakutana kule. Mimi nimeguswa, nitatoa mabomba 2 ya panzia. Haleluya. Naona baraka zinaendelea kumiminika mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na muda wetu unaendelea kuyoyoma na baraka zinaendelea mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Basi nikaribishe mwingine kama kuna kitu anataka kuzungumza ili tuendelee na ratiba nyingine. Karibu mtumishi. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Mama mchungaji, hongera sana kwa watu waliofikia. Hongera sana. Mimi pia nitaongeza tu simenti 1. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sana leo. Anajibu maombi. Anajibu maombi. Anajibu maombi. Twakuamini Bwana. I just want to appreciate God for everything. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio leo kuongea Kiingereza. Mimi na familia yangu tutasupport simenti na kukumbele. Hiyo barikiwe mama. Napenda kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku hii ya leo, kwa ajili ya mtumishi wa Mungu POC. Kwa kweli kwa muda ambao tumekutana naye ni mtu mwaminifu sana kwa Mungu. Haleluya.
wakati niko pale na mimi nikatafakari, kuna siku moja nilikuja na mvua ilikuwa imenyesha sana, haleluya, lakini mchungaji walikuwa wanalala kule kanisa ile. Bwana Yesu asifiwe. Na hii nyumba ilikuwa mabati, sijui mvua ni iliyachukuaga. Bwana Yesu asifiwe. Hizi stories wanazijua. Bwana Yesu asifiwe. Mabati yalichukuliwa, kwa hiyo sehemu pa kulala pakabaki kanisani mule. Haleluya. Nikaomba maombi, nikasema Mungu fanya jambo. Haleluya. Na tulipoanza hapa, nilikuja wakati wanaanza kujenga msingi kabisa, nikasema mtumishi, Mungu anaenda kumaliza hii nyumba. Aliyoanza atamaliza. Na kwa kweli sio kwamba ana pesa nyingi sana zilizojenga, lakini naye anapokuhadisia anasema Mungu ndiye amefanya hii kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu akubariki sana, na afungue milango mingi sana kwa ajili yako. Na mimi nitaungana na wanaotoa sementi tuimalizie mifuko miwili. Mungu akubariki sana. Amen. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki sana, akubariki sana. Ulipotoa Mungu akaongeze zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Unajua hizi simenti zinapokuja, matokeo yake kuna siku tutakuta nyumba inakuja hapa nyingine. Lakini kote ni utukufu kwa ajili ya nani? La Bwana. Karibu mtumishi wa Mungu. Yesu asifiwe. Kwanza nafikiri nipende kumshukuru Mungu kwa kuweza kufika eneo hili. Ni mara yangu ya kwanza kufika, lakini kwa kupitia ibada hii nimebarikiwa na kuna jambo kubwa pia nimejifunza kutoka kwenu. Naamini Mungu ataenda kutenda katika hilo. Nikiwa na mwenzangu hapa, tunaahidi kwamba tutaiongezea mifuko miwili ya simenti, lakini hiyo itapatikana kupitia Baba Benki pale. Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu, nafurahi sana kuona t-shirt yameandikwa tunaingia nchi hadi. Yaani nimefurahi sana. Tunayo story nzuri sana kwa kipindi ambacho nimekaa na mtumishi Elisha Emmanuel Pilos. Kwa hiyo hata aliposimulia mtumishi kwa habari ya bati pale, sisi ndio tuliopiga bati hilo, sisi wenyewe. Kwa maana hiyo hakukuwa na pesa ya kupiga bati. Kwa mkono wetu mimi na Pilos tulipanda juu. Walisema huyu mchungaji naye anapanda juu, mbona kulima riski huyu? Lakini tukasema acha ongee bwana, wewe wanadamu. Niseme tu kitu kimoja kwamba sisi binadamu tuna mambo mawili. Namba moja, tuna akili. Namba mbili, tuna moyo. Akili ya mwanadamu ni sanduku la mashaka, lakini moyo ni sanduku la imani. Yes, sina cha kukupa, ila Mungu ameshakupa. Na nasema hivi, Mungu anasema nawapenda wanipendao, nitafuta kwa bidii wataniona. Sasa tumia hii sanduku la moyo hii, ili ambalo ni la imani, kama ulivyotumia hatimaye umefika nchi ya ahadi. Kwa sababu haina budi kupita jangwani, lakini haimaanishi tutadumu jangwani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sina mengi kwa sababu hata mimi na uchungu naweza nikalia hapa. Mfuko mmoja wa sementi jamani. Uwezo wangu ndio huo. Okay, karibu mtumishi wa Mungu. Na Yesu asifiwe tena. Kiu yangu mimi natamani rasta iwekwe hapa. Mimi ombi langu, kama kuna mtu yuko huku mwingine, tulikuwa tunajaribu kufanya hesabu kama mifuko inaelekea kama 15. Inawezekana nyumba nzima ikachukua kama labda 20 au na ngapi kwa nje kwa huko. Labda tutafanya hivyo, lakini mimi na mke wangu tunaongeza mifuko miwili iwe 8 nyumba. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Bwana ametenda mifano. Katikati ya wiki hapa nitakuja kuchukua hiyo hela. Kama kuna mtu anaguswa na Mungu ili kumfanyia hivyo, angalau mfuko upatikane. Hata kama mfuko mmoja unaweza uko kama 17 hivi, 17,500, 18. Tumfanyie mtumishi wa Mungu. Ukiondoa aibu ya mtumishi, Mungu ataondoa aibu yako. Haleluya. Mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Karibu, kama unaguswa tuongeze mfuko wa simenti. Bwana Yesu asifiwe.
Simama hapo uliko kama unaguswa, tuongoze sana. Kipekee napenda kumshukuru Mungu hata kwa hatua hiyo waliofikia wazazi wangu. Nawapenda. Najua ni jinsi gani ninavyolipenda. Hakika nimekutana na nini sio kwamba kwa ufahamu wangu wala kwa uwezo wangu, bali Mungu mnayemtumikia mimi ndiye aliyenifanya nikutane nani. Nawapenda sana wazazi wangu wa kiroho. Mungu azidi kuwabariki zaidi na zaidi. Nitatoa mfuko mmoja wa simenti. Pia Yesu makofi. Dada huyu atatoa mfuko mmoja wa simenti. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na binti yangu hapa tutatoa mifuko miwili ya simenti. Baba yetu amekuwa baraka sana pamoja na mama. Kwa kweli hatuna kitu ambacho tunaweza tukatoa kikubwa kikalingana na namna baba anavyotolea mali yake. Baba yetu amekuwa baraka sana. Hususan mimi mwenyewe. Baba na mama wamekuwa baraka sana. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Siwezi kusema ni mengi baba wamenitendea kwenye maisha yangu pamoja na familia yangu. Wamesababisha pia hata watoto wangu pia kupiga hatua hata katika kwenye masomo yao. Familia yangu ya Mr. and Mrs. Christopher tumemwona Mungu kupitia wazazi wetu hao. Mungu awabariki sana baba na mama. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Karibu jamani, tuongeze mfuko wa simenti ili kazi ya Mungu iendelee kesho mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sikutaka kuongea lakini acha niongee. Elisha ni mdogo wangu, nimembeba mgongoni. Amen. Mdogo wangu inapendeza hivyo. Amina. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yake. Ninamshukuru Mungu mno kwa sababu ninajua toka alipoanza, toka anapokuwa mpaka alipo hapa, namuona Mungu kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe wapendwa. Amen. Yaani kuna mtu anafurahi kiasi hichi mpaka machozi ya furaha, kwamba Mungu amegusa moyo wake. Nilitaka nifanye tu mwenyewe bila kusema, lakini acha niseme niongeza mifuko miwili niwe katika hili. Asante mtumishi wa Mungu. Asante dada, Mungu akubariki. Jamani, ninawasalimu katika jina la Yesu. Si naweza kusema kitu gani, lakini ninashukuru kila mmoja kwa kubali kualikika na kuja siku ya leo. Sijisikia vibaya kwamba ninatoka na machozi, lakini nina furaha katika machozi yangu. Ingekuwa mbaya kama nina huzuni, lakini sina huzuni. Nalikumbusha maisha mengi sana dada yangu Eliza. Kwanza mpaka kukaa hapa, Mungu akubariki. Huyu dada yangu ameishi sana Marekani, ni mtu wa muda sana. Kumwambia njoo saa 3, atakuja kabla ya saa 3. Nakwambia naisha saa 4, ataondoka. Ananiambia nitakuja. Kwa hiyo kukaa kwake akaniambia naomba basi nikupendelee nikupe sali moja nikae pale kwenye tukio lako. Nikamwambia sawa, lakini amekaa zaidi ya lisali moja. Ni heshima kubwa sana ambayo amenipa, lakini amenikumbusha maisha ambayo nikiwa na mtoto mdogo kabisa Kim, lakini nikiwa na mama yangu ambaye alikuja kunitembelea kumwangalia mke wangu. Wakati ule nilifukuzwa tu kwenye nyumba, kwamba si kwamba nimeshinda kulipa kodi. Kwa nyumba nataka nimpe 6 kwa mkupuo. Mimi nampa moja. Akasema hataki. Sababu alionipa ananiambia nataka afuge kuku mimi niondoke. Nikashangaa, kweli kuku ana thamani kuliko mimi, alafu mtoto huyo hana hata mwezi, nampeleka wapi? Niliumia sana, lakini nimekumbusha mambo mengi sana na watu ambao walipita hapa kuzungumza.
pamoja na kwamba alinipa pesa yeye kwa mikono yake 150,000, lakini nilimpa mwenye nyumba akaikataa, akaniambia nataka utoke, sio hela. Tumenyanyaswa sana. Peter anazungumza wakati hii nyumba imeanguka. Nafahamu ilikuwa hadhi yake mwanzoni, lakini tukajaribu kurepair baada ya kupatwa na yale mazila yaliyotukuta. Pepo ulichukua ukaangukia nyumba ikashuka. Kuna watu ambao walijaribu kutoa hela kidogo, lakini haikuweza kutatua changamoto ya nyumba ujenzi. Na ujenzi ulisimama, mvua inanyeshia pale, hatuna pa kukaa pengine. Wote nazungumza, tumeweka pazia pale Akim, tulikuwa tunakaa pale. Na ninyi wote mnafahamu tulikuwa tunakaa pale majirani. Wengine walikuwa wanakuja kutoa pesa, wanagonga pale. Ukiangalia mazingira pale hayakali, kila kitu tumelala karibu wiki nzima pale. Tulikaa karibu mwezi, muda mrefu sana. Mazingira ya pale, ona ile tabu ambayo tumepitia. Lakini mmoja katika watumishi alisema kabisa, huwezi kupanda kiwango bila kupita kwanza Misri au kupita kwenye changamoto. Changamoto mara nyingi kusigeuza fursa, ndio unapata nafasi ya kuweza kupiga hatua nyingine. Hata maendeleo yangu haya hayakuja tu wakati nina raha, ninapanga sasa nianze ujenzi. Ulikuta wakati nina msiba mzito sana wa mambo mengi ambayo siwezi nikaeleza. Na katika wakati huo ndipo nikapata wazo. Na wazo lile lilikuja kwa hasira na uchungu. Kwa nini napata mateso? Kwa sababu sina pa kukaa. Mungu ni mwema sana, ambaye alitumia watu wengi sana. Mungu zote wanatumia watu ili kukupa kitu fulani. Mungu ashuki mbinguni akakupa pesa au akakupa kitu. Anatumia mtu kukupa kitu. Nitamuomba dada Lili pale aliposimama. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Naweza ukaketi. Nishirikisho tu na mke wangu. Akaniambia unachofanya natambua ni kikubwa sana. Nataka nikalipie ile pesa. Waite watu nje nilipe pesa. Nataka niseme kabisa, sikuwa hata na shilingi 10 ya kumpa labda mjumbe bwana asante. Alikuja mtu akalipa nusu nzima ya pesa ya kiwanja. Nasema dada yangu sio biological, sijazaliwa naye, lakini anastahili heshima ya kuwa dada yangu, kwa sababu anajua uchungu wa familia au furaha ya mwana familia kufanikiwa na raha yake. Kwa hiyo tukalipa, nikiwa sina hata shilingi 10 ya kumpa mjumbe au mtendaji. Tukaanza maisha ya imani. Nikamwita mtumishi pale, akaweka wafu kiwanja. Wakati ule nikawa nimejikomiti kwa yule ambaye ningemalizia kulipa, ningekulipa ndani ya mwaka mmoja. Ndani ya mwaka mmoja nikampa ahadi. Lakini ili Mungu atukuzwe, katika mwaka ule sikulipa hata shilingi 10 mpaka mwaka ukaisha. Ananiambia basi tumeshashindana, nikurudishie pesa yako basi. Yesu asifiwe. Wakati tunalia tunamwomba Mungu, huwezi amini, lakini unapaswa kuamini. Mungu alifanya muujiza ambao sijui kwa namna gani niweze kuzungumza. Ukinipa nafasi ya kuzungumza ni namna gani nilimaliza kulipa pesa ambayo kiwanja ilikuwa ni kama milioni 10. Alafu na ukajenga nyumba ambayo tumejenga nyumba imeshatumia zaidi ya milioni 15. Ukipiga hesabu ni kama milioni karibu 25. Kwa namna gani? Mimi kinaweza namna gani utakuwa unanionea, kwa sababu sijui ninaweza nikakusimulia namna gani. Alijenga nyumba hii ni Jobu, sijui yuko wapi. Amesafiri.
Ile wakati anajenga anaweka msingi hapa, mimi nilikuwa nina hela za kujenga msingi tu. Nimenunua tofali kama 1,000, lakini jumla zina tofali karibu 1,500 nadhani, karibu 1,500 za kujenga nyumba hii. Wakati nilipata zile tofali 1,000, nikamwambia angalau weka msingi tu, tuone angalau tuetie nia, lakini mimi sina hela. Akaanza kuchukua msingi akajenga. Alipojenga msingi pale, naanza kujisikia kama kuendelea, kwa nini nisitishie pale? Ananiambia Amza tofali zitatosha, naambia tujui mpaka tuanze. Kama hebu anza ishara kwenye madirisha, akaishia kwenye madirisha. Kufika kwenye madirisha nikamwambia basi hapa inatosha tupumzike. Akaambia ukiacha hivyo watoto wakipanda wanaangusha ukuta. Watoto watakusumbua sana. Peleka kwenye lenta juu. Mawazo yangu najua niishia kwenye usatu wa lenta pale. Akaniambia nyumba lazima ifungwe mkanda, pigwe lenta. Sasa ile ziko wapi? Namna ambayo naweza nikamsimulia Mungu ili unielewe si utumie namna gani. Alinipa namna ambayo nikikwambia kwamba nina shida, nimalizie kitu fulani, hata niazime. Muda mwingine sihitaji kukwambia mara moja au mara mbili. Yule mtu anajisikia afanye kitu kwa ajili yangu. Lakini si nizungumze namna gani kwa ajili ya viongozi wangu wa kanisa na washirika wote, kwa namna ambavyo wanajua kipindi ambacho tumepita kigumu sana, ndio kipindi ambacho maono yanazaliwa. Na ndio kipindi ambacho nguvu inazaliwa ndani mwetu. Kama sio changamoto ambazo zimetukuta, tusingekuwa hapa. Kwa zile changamoto zilikuwa ni mtaji sana wa mafanikio yetu. Kwa sababu ukiangalia jinsi ambavyo unapata manyanyaso, jinsi ambavyo unakosa uhuru, jinsi ambavyo unaweza ukalala mpaka chini, sijui niseme namna gani. Hata kuna watu walikuja kunitembelea, wametoka sehemu za mbali sana. Wanajua huduma yangu nafanya ni kubwa, naenda mikoani, na kwa mikoa mbalimbali nafanya huduma. Mama mmoja akaja ambaye nilikuwa na hudumu nikiwa Iringa. Akaja hapa. Wakati anafanya ibada akasema, akanaongea na mama, kwani mnakaa wapi? Kaambia tunakaa hapa. Alisikitika sana. Akaambia kwa unavyofanya huduma, hii sio nyumba yako, na wala upasi kukaa hapa. Kila wakati nikaambia kuna nyumba tunajenga. Akaambia hapo sawa, angalau nakuelewa. Lakini Mungu awabariki sana kila mmoja, hata wazazi wangu walikuwa wananitia moyo wakati wote. Wanafurahia sana ninachokifanya. Ndio maana nilikwambia mzee, nilimwambia utakuja na nauli yako, utarudi na nauli yako, na zawadi uje nayo. Sikumpa hata shilingi 10, na alikuja kwa nauli yake, amesafiri mpaka hapa. Na akaleta zawadi, akasema huu mwaka kumalizia lazima chakula kiwepo nyumbani. Na kweli anavyozungumza kwamba tunajengaga mpaka hatuna hata ya kula. Tunajenga, tunaangalia kila kitu kipaka kwa shilingi 2,000, na waza hii 2,000 nikiongezea 1,000 ni zile taa za chumbani 3,000. Kila ikija 1,000 inanua hata nusu ya msumari. Hakuna hela ambayo tunawaza kwamba itaenda jikoni, itaenda kwenye kula, itaenda kwenye kitu gani. Mwisho wa siku kama hela sina, lakini kule kunaendelea. Sasa mara nyingine hata watoelewi. Lakini Baba ameficha aibu ya kwangu. Kwa kweli nashukuru kipekee sana kwa kila mmoja ambaye amehakikisha siwi mnyonge, na kuhakikisha ushuhuda uwe mkubwa. Na mimi niwahakikishie kabisa, fundi nitapaswa kumuita, kumpigia simu leo au kesho, afanye tathmini ya plasta hapa ionekane. Apige plasta kote pale, alafu sio tu plasta, malize na skimming kabisa pale, mambo yakae vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwisho naomba nimalize kwa kusema kwamba Mungu ametupa miliki yetu ya milele. Kama inavyosema kitabu cha Mwanzo 17 mstari wa 8. Nami nitakupa wewe pamoja na uzao wako nchi ya Kanaani kuwa miliki yako ya milele. Mungu anakusudia kutupeleka nchi ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe.
Kumbuka nchi ya Misri ilikuwa ni utumwa, wana wa Israeli wanatumikishwa kwa utumwa wa shokoa, wanateswa, hawana uhuru hata wa kuabudu. Musa anamwambia, naomba nipe ruhusa ya kuabudu. Anakosa mpaka kibali cha kuabudu, cha kufanya ibada, cha kumfanyia Mungu ibada. Na sisi tumekataa mazingira ambayo tungebanwa alafu tusipate nafasi ya kumtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ametusaidia leo sasa tunayo nchi ya ahadi ambayo ni nyumba ambayo Bwana ametupa. Nikisema Bwana ametupa, naonyesha Bwana ametupa kabisa kabisa bila mimi kuhusika katika jambo lolote. Mungu aliinua watu wa thamani ambao ni ninyi mmekuja hapa, kila mmoja amewainua, amewapa upendo, amewapa umoja, kunitia moyo, kunipa furaha. Hata wazee wa kanisa, Mungu awabariki sana, ambao mmenipa nafasi ya kutulia na kujikita katika kufanya maendeleo. Wakati wote hata nikiwa sipo, walikuwa wanasimama kama vile nikiwa nipo. Kwa mtu hata akiwa amekuja kanisani ajui mchungaji yupo au hayupo. Kwa nini? Kwa sababu ya hii timu ambayo inasimama, inafanya kazi kwa kujitoa wakati wote. Haikuwa wale ambao ni yatima. Wakati baba hayupo, familia haiwezi kujiendesha. Mungu aliwapa maarifa sana, kama mfano kina Holiabu. Tupenda sana kutolea mfano kina Holiabu, ambao Mungu aliwapa maarifa ya kubuni mambo mbalimbali ambayo ni nje ya uwezo wa kibinadamu. Lakini akafanya katika mambo ambayo yalikuwa ni mazuri katika maendeleo na kufikisha watu sehemu fulani. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Nikisema niseme namna gani ambao ninawapenda na kufurahia uwepo wenu na jinsi ambavyo mnafurahia pamoja nami. Ni wachache sana ambao wangeweza kufurahi pamoja nami. Lakini ninyi ni watu wa thamani sana. Mungu awabariki sana. Mimi sina mengi ya kusema. Naomba nimkaribishe mke wangu aseme machache, alafu pia nitairisha ibada hii kwa maombi. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninawapenda. Lakini nimelia sana leo. Na kila chozi lilikuwa ni la furaha. Kila upande ninapoangalia kuna ushuhuda. Yaani wote ninapoona kuna ushuhuda. Kianza kwa wifi yangu pale Maprinsi, wakati tunakaa Kongoe, kuna ushuhuda. Nikirudi wamama wa Goroka, naomba msimame. Tupungie. Hawa watu nimeshirikisha sana kwa bali. Lakini kuna mama wachungaji. Mama wachungaji, naomba tupungie mkono. Kuna watu wako wanao. Huko mamaye. Na wengine sio wameshaondoka. Mama Adam pale. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mtu ambaye napenda maombi. Yaani hata kama umeniuzi, siachi kwenda mbele za Mungu. Hata kama nilikuwa nalia, siachi kumwambia Mungu. Hata kama nalia, nitamwambia Mungu nalia, lakini ni kwa sababu hii. Kwa sababu wazazi wangu mimi hawakuokoka, lakini tangu nilipookoka, kwa kweli kwa mara ya kwanza kabisa ninaokoka mimi, naamua. Sio kwamba nilikuwa sijaokoka, niliokoka na nikawa naanguka na ukoka na kwa, lakini kwa mara ya kwanza nachukua hatua mimi, nasimama. Babangu Meki, mpaka dakika hii kwa kweli, wakati nilipokutana na mchungaji Meki, sikurudi nyuma hata hatua moja. Sijui Meki unamfahamu jamani? Meki unamfahamu? Meki, naomba usimame. Ninamwomba tu nina yake kwa sababu huyo ndio babu yenu. Yesu asifiwe. Lakini hivi unavyoniona ni mbegu ambayo yeye alipanda, kwa sababu nasema hivyo ndiko nilikoanzia. Kama si mbegu ambayo alipanda ndani yangu, basi ningekuwa mama mbaya, au ningekuwa mtu mbaya, au nisingekuwa hivi nilivyo. Lakini kwa kile alichopanda ndani yangu kimesababisha mpaka nimekuwepo hapa. Kwa mara ya kwanza yeye kanifundisha kuomba, kufunga. Na kumbuka siku tunafunga masaa 18, tunaenda huko maporini tunaomba. Njaa zinatuuma, sikuzoea.
lakini akanaambia, mwanangu, kazana, huko ndiko unapoweza kupata majibu yako. Kwa sikuwa hivi, nimejifunza kuomba kupitia yeye, na ndio maana hata nilipokanyaga katika ardhi hii nimekuwa ni mtu wa maombi. Wamama wanajua mama Goroka, nimekuwa nikiomba naye na nimekuwa nikiwashirikisha hata mambo mengi ya kwangu. Lakini mama wachungaji, yeye na historia nao tumekuwa tukiomba pamoja. Nakumbuka siku wamama wamekuja, wamama wachungaji, tumeingia pale, wakagundua kwa habari ya mali hapa, wakaomba sana sana kwa ajili yangu. Lakini siku ambapo mwenyewe alisema kwamba anaturudishia pesa kwa sababu tumeshindwa kulipa, kuna washirikisha wamama wachungaji, tuliomba kama machizi. Tulikuwa tunazunguka ile eneo tunaomba, na kuna mwingine mchungaji mmoja hapa yupo, mchungaji Happy, tuliomba mchana kweupe, tunamwambia Mungu, wewe ni Mungu ambao una pesa, kwa sisi hatujakosa pesa. Bwana Yesu asifiwe. Tukapata na tukalipa. Lakini nisimsahau kipenzi Mama Amaris, imekuwa ni baraka sana kwa sababu kwa mara kwanza aliniona na sikuwa na mazoea naye kabisa, lakini aliongea, kuna mama mmoja anaitwa Mama Iraja, alimwambia, huyu dada ninampenda na nampenda tu bure, sio nampenda nini. Lakini aliongea vile, lakini nimekuja kugundua ule upendo wake sasa kaudhihirisha pale alipoamua kuungana pamoja na sisi kuthibitisha tunapata eneo hili. Mungu akubariki sana. Upendo wako usiishie hapa, uwe na kiti chako mbinguni. Zaidi ni washukuru wote wachungaji, wamama wachungaji, nashukuru kwa kuruhusu wake zenu kuja kuomba na mimi na wengine wote. Kuna mmoja amesema baba aliposema mimi ni binti yake alipata wivu. Nikuhakikishie nitakuwa dada mzuri kwako. Ninatembea katika nyayo ambazo baba amenifundisha. Baba sio mvivu, na baba anahitaji ushirikiano. Kwa hiyo anahitaji ushirikiano wako, ndipo tutaweza kwenda pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa pendeleo na najipendelea, mimi ni festival kwa baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninashukuru sana kwa kila kitu ambacho kweli kimefanyika na kwa ujio wenu. Mimi nimebarikiwa, siwezi kueleza furaha ambayo nimeipata na machozi ambayo kila chozi linaloshuka huwa nakumbuka kitu. Nikiangalia mama Goroka nakumbuka kitu, chozi linashuka. Nikimwangalia na principal nakumbuka kitu, chozi linashuka. Nikiangalia hao wote kuacha huko wamesafiri, wamefika mahali hapa, sasa walikuwa na kitu cha kufanya, wengine wamelisha shughuli zao, chozi linashuka. Nikiangalia vijana wangu pale wana vyombo, nikiangalia hapa mishonari, kwa kweli sina cha kueleza zaidi ya kumwambia Mungu asante na kwa kile ambacho amefanya. Na Mungu awabariki sana, bila kumsahau shemeji yangu kasafiri kutoka Lindi. Mungu akubariki sana kwa kufika mahali hapa. Asante na karibu. Naomba nimalize na utambulisho wa wale ambao hatukuwatambua ili tuweze kufahamiana nao. Missionary Ayo pamoja na Mama Ayo, naomba wale waliposimame upunge mkono. Ana missionary wa Mungu ambaye Mungu amewatoa kutoka Nigeria na wanafanya huduma hapa, lakini wanajitoa wakati wote, tukiwa na tukio lolote wao wanasafiri kule Kibaha mpaka hapa, na wana safari ndefu, lakini wamejitoa kwa muda na wakati wote wamekuwa karibu yetu. Wakati tupo Kongoe tulikuwa nao vile vile, na nakumbuka maisha ya Kongoe. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Watumishi wengine ambao waliweza kuingia, mama yetu hapa Mrs. Mnaya, karibu, punge mkono usalimie. Anatokea Fan City, kanisa
la kule Fan City, naitwa Bethel. Bwana Yesu asifiwe. Mama Bishop Daniel Kachemwa, ninaomba usimame upunge mkono. Amina, amina. Vile mtumishi wa Mungu missionary Hakim ambaye Mungu amempa huduma kutoka Uganda, amekuja Tanzania kufanya huduma, amewa Mtanzania vile amekuwa sehemu ya huduma yetu kwa sijui nielezaje. Imani, ndio maana kwa sababu najali muda wenu nashindwa kueleza kila mmoja kwa jinsi ambavyo ni mtu wa muhimu sana kwangu, kwa sababu ule umuhimu unaonyeshwa jinsi ambavyo unaweza ukatoka ukaja hapa. Kaka ujifungua nadhani hata wiki hajamaliza vizuri, hata wiki hana, lakini ngoja nimuone mtumishi. Hata siku moja kaka amejifungua ni leo tu, kesho yupo kanisani kwangu, amekuja kunitembelea. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana. Sema upunge mkono mtumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kumaliza hapo niseme asante sana na Mungu awabariki vijana wote wa kanisani. Mungu awabariki sana kwa namna ambayo mmeweka mazingira vizuri, angalau tunakaa. Vikundi vya kina mama ambao wameprovide viti, Mungu awabariki sana. Vikundi mbalimbali ambao viliamua kujitolea katika kupika, kuandaa chakula, Mungu awabariki sana. Na wale wote ambao wameshiriki katika namna moja au namna nyingine katika mapambo na katika mambo yote ya kuendesha ratiba za ibada za siku ya leo, Mungu awabariki sana. Asante pia kwa watumishi wa Mungu kwa sababu mmeacha ibada kwa haraka sana. Wengine walijaribu hata kukatisha ili kwamba waweze kuwahi kufika hapa. Kwa kweli imenionyesha kwamba nina thamani. Bwana Yesu asifiwe. Ni thamani sana watumishi wote, roho yote wameacha makanisa yao, wameacha huduma yao, wamekuja wako mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na watumishi wengine wamesafiri kutoka Vikindu wamekuja hapa, wengine wametoka Arusha wako hapa, kutoka Lindi, kutoka sehemu mbalimbali wamekuja hapa ili kumshukuru Mungu pamoja nami. Mungu awabariki sana na ninasema tena asante sana. Kwa hiyo kuanzia leo hii ukija kugonga kwangu usigonge pale, uje kugonga hapa. Majirani utakuja kuchukua chumvi inapatikana hapa. Kiberiti unakuja kuomba hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vile naomba mniunge mkono katika programu yetu ya huduma ambayo tumeanzisha. Kampeni nasema nchi ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Sio t-shirt ambayo nimevaa imeandikwa The Promised Land. Kwa upande wa nyuma imeandikwa nchi ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Tunalenga kupanua huduma, lakini tunahitaji uweze kuchangia huduma yetu ambayo tunaifanya. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukapata t-shirt hii ambayo itakuwa ni kumbukumbu kwamba ni sehemu ya huduma yangu. Ukichukua t-shirt hii utachukua kwa shilingi 50,000. Bwana Yesu asifiwe. Kwa 50,000 utakuwa umechangia kanisa au mchungaji au program au huduma ambayo Mungu ameweka ndani mwangu kiasi cha shilingi 30,000. Wakati 20,000 itakuwa umenunulia vazi lako kwa ajili ya kuvaa na kumbukumbu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna namba ambazo utazitoa baadaye ambao utakuwa unaweza ukachangia kupitia lipa namba au kupitia akaunti ya benki ambao utakuwa unawezesha huduma ambayo itabariki watu wengi sana. Jinsi ambao unasikia watu wanabarikiwa wakizungumza kile ambacho Mungu amefanya kupitia sisi. Ili tuweze kuathiri maisha mengi ya watu, unaweza ukawa ni sehemu ambayo ukapeleka huduma mbele zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa kuchangia, unaweza ukaamua kuchangia 1,000 kwa kila siku, ambao kwa mwezi utakuwa umechangia shilingi 30,000. Na unaweza ukaamua uchangie mchango wa shilingi 10,000 ambao unatoa kwa mwezi, alafu tutakuwa tunatoa zawadi mbalimbali kwa wale ambao wanachangia. Au ukiamua uchangie 50,000, pengine ukasema kwa mwezi natoa shilingi 50,000 kuchangia huduma ya mchungaji Pilos. Tutatoa zawadi kama saa ambayo itakuwa na nembo ya nchi ya ahadi au The Promised Land, na tutatoa vile zawadi za saa na vitu mbalimbali kama tuzo wale ambao watatoa mchango au kupanda mbegu ya zaidi ya shilingi 100,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kusema hivyo naomba niwashukuru, lakini naomba nitoe namba zangu za simu na namba za lipa ambazo naweza kutumia kuchangia huduma au kuchangia safari yetu ya huduma na utumishi. Namba ya simu ya mkononi ni 0686
0686-029-518. Itarudia tena 0686-029-518. Na kwa upande wa lipa namba, lipa kwa M-Pesa, upande wa lipa namba, lipa kwa M-Pesa ni 58-12-69-31. 58-12-69-31. Lipa namba hii ni Vodacom na jina linasoma Kanisa la Mungu la Tanzania. Kwa upande wa akaunti za benki, NBC ambayo ni akaunti kuu ya kwa ajili ya kupokea fedha kwa ajili ya nchi ya ahadi 0722-00-00-6448. NBC 0722-00-6448. Mungu awabariki sana, asanteni sana. Ninaomba nitamke baraka kwa ajili ya kila mmoja wetu tunapokwenda kuahirisha programu yetu hii. Vile naomba mliwe radhi kwa muda ambao hatukupanga kufika majira haya. Naomba mliwe radhi. Naomba tufunike macho yetu tuombe. Baba, ninakushukuru kwa neema yako ya pekee na kwa mengi ambayo umefanya kwenye maisha yetu na katika tukio hili lote. Asante kwa jinsi ya kipekee ambavyo umegusa kila moja. Asante kwa sababu ya agano ambalo umelifanya na ardhi hii. Asante kwa sababu umetupa umiliki katika nchi ya ahadi kuwa miliki yetu ya milele. Asante kwa sababu ya baraka za siku ya leo na baraka za wageni, baraka za wapishi, baraka za wahudumu mbalimbali, baraka za vijana ambao wametoa muda wao siku zote, wamekita kambi kuhakikisha mazingira yanakaa vizuri na matengenezo ya kila kitu yanafanyika mahali hapa. Usimpungukie hata mmoja wetu, usimwache hata mmoja wetu, wape nguvu na furaha katika jina la Yesu. Na mimi nairisha ibada hii ya siku ya leo. Baba, tutapokutana tena wakati mwingine katika program zingine na hata huduma ya watumishi wengine kama Daniel Kachemwa katika huduma ambayo anatimiza miaka ambayo anasherehekea huduma yake, ninaikabidhi mbele zako Baba. Asante kwa watumishi wote na bariki safari yako. Maana Biblia inatuambia kwamba hatua za mwenye haki zaongozwa na Bwana. Ongoza hatua za kila mmoja wetu waweze kufika salama. Hakutakuwa na ajali, hakutakuwa na roho ya hofu wala uoga katika jina la Yesu. Wewe ni tajiri katika jina la Yesu. Wewe una nguvu za kumiliki katika jina la Yesu. Wewe una rasilimali katika jina la Yesu. Inuka uangaze, maana nuru yako imekujia leo. Mataifa watajilia nuru ambayo imeangaza kwenye maisha yako. Maana wewe ni mshindi katika jina la Yesu, na tunashinda na zaidi ya kushinda. Asante kwa sababu ya yale majaribu ambayo yamenipa fundisho, yamenipa muujiza. Asante kwa ajili ya shida na changamoto ambazo Baba ulizileta ili kwamba ziwe muujiza. Kwa sababu kusingekuwa na shida, kusingekuwa na muujiza. Kusingekuwa na ugonjwa, kusingekuwa na uponyaji. Ugonjwa ndio chanzo cha uponyaji na muujiza. Asante kwa sababu majaribu yaligeuka kuwa muujiza. Utageuza kila jaribu la kila mmoja ambao anapitia, kwa sababu ni wakati wa kupokea muujiza. Wakati jaribu limezidi na limesonga mbele, Bwana anasema ni wakati wa kupokea muujiza. Kwa sababu hautapata muujiza bila kuwa na shida ambayo utamtukuza Bwana, kwa sababu alikutoa kwenye shida. Shida ndio chanzo au mtaji wa muujiza wako. Yule ambaye anapitia changamoto, mimi natangaza kuanzia leo imetatuliwa katika jina la Yesu. Baba, uwabariki katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Asanteni sana na Mungu awe nanyi daima. Amen. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. All your promises are yes.